Moja kati ya kitu ambacho watu wengi wanasahau kutambua kuwa ni hazina na ni neema kutoka kwa Mungu ni akili ambazo Mungu amewapa watu wake. Biblia haijasema tuzitegemee akili, lakini Biblia imetuasa tuzitumie akili. Akili ni pembejeo katika kustawisha mapenzi ya Mungu. Akili ni pembejeo katika kustawisha kusudi la Mungu lililo ndani ya mtu. Kwa hiyo usisahau kuzitumia akili zako. Na moja kati ya namna nzuri ya kutumia akili ni kutumia ufahamu ulioupata kupitia mafundisho, kupitia elimu, kupitia mazingira, ufahamu sahihi na kuanza kuutumia. Usisubiri kulimbikiza a lot of information, taarifa nyingi, mafundisho mengi yafanyie kazi. Tumia maarifa madogo uliyoyapata, hekima ndogo uliyoipata, alafu ingize kazini. Na Biblia inasema tusiwe wasikiaji tu, bali tuwe watendaji wa neno. Ulishawahi kujiuliza Januari umetumiaje akili yako? Na sasa tuko mwezi Februari, miezi inakimbia na miaka inakimbia sana. Unaitwa mama, utaanza kuitwa bibi siku si nyingi. Unaitwa baba, utaanza kuitwa babu siku si nyingi. Unaitwa mtoto, utaanza kuitwa baba wa familia, mama wa familia siku si nyingi. Hebu nikuombe utumie akili zako vizuri. Akili unazitumia kwa kukaa chini na kutafakari na kupanga, kuiangalia kesho yako itakuwaje. Maana ni kweli kesho hatutaki kuisumbukia. Lakini njia nzuri ya kusumbukia ni kumshirikisha Mungu kwa habari ya kesho yako. Ni kushirikisha akili yako kwa habari ya kesho yako. Kaa chini, fikiria kesho yako itakuwaje. Utamalizaje safari yako ya maisha hapa duniani? Utaiendeaje kesho yako kama mama, kama baba, kama bibi? Utaiendeaje safari yako kesho kama mwanafunzi wa chuo kikuu, kama mwanafunzi wa masters au PhD? Jua maisha yanabadilika na umri unasogea na siku zinaenda na majukumu yanaongezeka. Hebu tumia akili yako vizuri. Tumia akili yako vizuri. Kaa chini, jifikirie kwa gani hiyo biashara isogei. Kaa chini, jifikirie kwa gani kazi yangu haina matokeo. Tumia akili yako vizuri. Ninakuasa kwa upendo na kwa unyenyekevu mkubwa. Usilaze akili yako. Itumie, maana ni hazina kutoka mbinguni. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya akili na kibali. Hawezi kutenganisha akili na kibali. Watu wengi wanadhani ya kwamba tunapata tu kibali kwa sababu tumeomba sana. Tunapata sana kibali kwa sababu sisi ni watu wa kumtukuza Mungu sana, ni watu wa ibada sana. Lakini mmoja kati ya kitu ambacho kinakupa kibali, tena kibali mbele ya macho ya watu wakuu, kibali mbele ya wafalme, kibali mbele ya wakuu wa nchi, kibali mbele ya wakuu wa idara mbalimbali, taasisi mbalimbali, ni akili. Farao alikuwa anatafuta mtu wa kumweka katika taifa, mtu mwenye akili ambaye ataweza kutekeleza ule mpango wa miaka 7 ya njaa na miaka 7 ya chakula. Na Farao, Biblia inasema akatafuta mtu wa akili na hekima. Katika kitabu cha Mwanzo 41:33, akatafuta mtu wa akili na hekima amweke juu ya nchi ya Misri. Kwa hiyo ili ukae juu, ili upate kibali, kila mtu asema Mungu nipe kibali, nipe upendeleo. Ukiwa na akili, ukitumia akili yako vizuri, utapata kibali. Ukitenda vema, utapata kibali. Ukitumia hekima, utapata kibali. Watu wanatafuta watu wenye akili. Maana watu wengi wako busy kwenye social media, wako busy kwenye vituko, kwenye vinini. Watu wanatafuta watu wenye akili watakaoongoza taasisi zao, watakaosimamia miradi. Tumia akili yako, utapata kibali. Utapata kibali. Akili inahusika katika kushinda vita. Ukisoma katika kile kitabu cha Kutoka sura ya 1 mstari wa 10, Biblia inazungumza Farao akakaa na jopo lake la mawaziri na akasema, na tuwatendee kwa akili hao Waisraeli, hao Wayahudi, wasije wakaongezeka sana, na wakiongezeka sana hawa watu wataungana na adui zetu na mwisho wa siku watatuvamia katika nchi yetu. Kitu gani alichokuwa anasisitiza Farao? Ilikuwa na tuwatendee kwa akili. Kumbuka mara ya kwanza nimekuambia kwa Farao yule alikuwa anatafuta mtu mwenye akili amweke katika taifa. Lakini hapa tunaona Farao anatafuta akili ili aweze kuisambaratisha jamii ya Wayahudi. Kwa hiyo kuna vita nyingine uhitaji kupambana kwa silaha. Kuna vita nyingine unashinda kwa akili. Kuna vita kwenye ndoa unashinda kwa akili.
Kuna vita ya kibiashara unashinda kwa akili. Kuna vita ya kidiplomasia unashinda kwa akili. Kuna vita ya kisiasa unashinda kwa akili. Tumia akili yako vizuri, utashinda kila vita itakayokuja mbele yako. Pale tunasema kwamba Mungu atatupigania. Moja kati ya namna Mungu kutupigania ni kutumia ile akili ambayo Mungu ametupa kama hazina katika eneo la vita. Kwa hiyo akili ni silaha moja iliyokuwa very sharp kuliko AK47, kuliko SMG. Tumia akili yako vizuri, tumia akili yako vizuri, tumia akili yako vizuri, tumia akili